Naam, asante Fatuma Hassan kwa kutujuza habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Tayari golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Baraza la michezo la taifa BMT limekutana na wadau mbalimbali wa michezo manispaa ya mkoa wa Shinyanga kujadili masuala muhimu ya maendeleo ya michezo mkoani humo. Kikao hicho kilijadili changamoto, fursa na mikakati ya kuimarisha michezo sambamba na kusisitiza ushirikiano kati ya BMT, kamati ya michezo ya mkoa na wadau wengine ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao. Mkutano huo ulikuwa wa kuhitimiza ziara ya BMT katika mkoa wa Shinyanga. Katika mwendelezo wa ziara hiyo, Februari 17, 2026, BMT itakuwa mkoani Simiyu kukutana na kamati ya michezo ya mkoa huo pamoja na wadau wa michezo ili kuendeleza ajenda ya kukuza na kuimarisha michezo nchini. Tumepokea kwa mikono miwili, kwani wamekuja kutupa miongozo mbalimbali ambayo inatakiwa kuitekeleza ili kufanikisha masuala ya michezo katika mkoa. Ukweli tumepata uelewa mkubwa, na sisi tunawapongeza BMT pamoja na rasi ambao wote kwa pamoja kama mwenyekiti wetu wa chama cha michezo mkoa wa Shinyanga tumeweza kufanikiwa sana. Ombi letu sasa kwa BMT, tunaomba usajili wa hivi vyama au vilabu waweze kuharakisha usajili ili mambo yao yanaenda kwa haraka. Napenda kuwashukuru BMT kwa kikao cha leo. Tumeweza kupata kwa ujumla mambo mbalimbali ikiwepo na kutambua majukumu ya kamati ya michezo ya mkoa. Rai yangu au maombi yangu kwa BMT, waendelee kutufikia wadau ngazi ya chini ili tuendelee kujua taratibu mbalimbali. Lakini pia tunaomba wasiwasahau watu wenye mahitaji maalum katika kuwajumuisha. Mfano kwenye Ladies Fest wanaweza wakaitwa na wenyewe hata wawili watatu kutoka kwenye kila mkoa kwa ajili ya kushiriki. Inahuisha umoja wetu na kutambua kwamba tuko pamoja nao. Kwingineko ni kwamba mashindano ya ubingwa wa wazi ya ngumi za ridhaa kwa mkoa wa Dar es Salaam yanatarajiwa kuanza kufanyika mwezi Machi tarehe 24 katika viwanja vya Mwinjuma Mwananyamala, yakiwa na lengo la kuwapata mabingwa wa uzito mbalimbali ambao watawakilisha nchi kitaifa na kimataifa. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Taarifa hiyo imetolewa na mwenyekiti wa chama cha ngumi za ridhaa mkoa wa Dar es Salaam maarufu kama Daba, Karoli Godfrey, wakati akizungumza na Channel 10 Michezo, ambapo ameeleza lengo la mashindano hayo na faida zake katika mchezo huo. Lengo la mashindano haya ni kuwapata mabingwa wa uzito mbalimbali wa mkoa wa Dar es Salaam ambao watawakilisha mkoa wa Dar es Salaam katika mashindano mbalimbali ya kutafuta mabingwa wa taifa katika mashindano mbalimbali. Pia mashindano haya yatashirikisha vilabu na wachezaji mmoja mmoja, yani mabondia wote wa mkoa wa Dar es Salaam, yule ambaye anaanza, ambaye anataka kuonekana duniani. Ndio mashindano yao ya kuanza katika mbio za kusaka umaarufu kupitia ngumi za ridhaa, hatimaye anaweza kucheza hata ngumi za kimataifa au kuliwakilisha taifa katika mashindano mbalimbali. Katika hatua nyingine, Karoli Godfrey ameeleza mwitikio wa vilabu katika kutoa nafasi za vijana kuelekea mashindano hayo ambayo yanasubiriwa kwa hamu na wapenzi wa mchezo wa masumbwi. Tumeviagiza vilabu hivi hapa, yani kila klabu itakayokuja kwenye mashindano haya basi ije na vijana wenye umri angalau miaka 17, 18 na 15, 16 kwa ajili ya kushiriki mashindano haya. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa taarifa hiyo. Afisa sanaa kutoka Baraza la Sanaa la Taifa BASATA Hassan Job ametoa wito kwa wasanii nchini kuhakikisha wanaifanya sanaa kuwa si chanzo cha kipato pekee, bali iwe nyenzo ya kujenga maisha yao ya baadaye na mustakabali imara. Akizungumza wakati wa hafla ya ugawaji wa tuzo za mdau shupavu iliyowakutanisha zaidi ya wasanii kutoka mikoa 6 ya kanda ya Ziwa, Hassan Job amesema ni wakati sasa kwa wasanii kutambua thamani ya vipaji vyao na kuvitumia kwa tija. Unapofanya kazi ya sanaa, isiishie tu kufanya kazi ya sanaa kwa kujipatia kipato, bali iwe kazi ya sanaa kwa ajili ya kujenga maisha yako ya leo na kesho. Na unapofanya kazi hii, zingatia maadili, kwa sababu jamii ya kesho itategemea tulichokifanya leo. Vipaji ni vingi sana,
na siwezi nikasemea tu kwa kanda ya Ziwa, bali maeneo ya pembezoni yoyote yana vipaji vingi ambavyo vimejificha. Hivyo basi tunaomba wadau wawe wanaandaa matukio kama haya likaonekana kwa urahisi. Cha kwanza, ukiwa na kipaji chochote kile hutakiwi kuwa mwoga nacho kujificha, kwa sababu hakuna sanaa mbaya. Taarifa hii inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Katika medani za kimataifa, ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea leo kwa michezo ya hatua ya michujo, yani playoff, kwa michezo minne kupigwa katika viwanja tofauti. Timu ambazo zitashuka dimbani ni pamoja na mabingwa wa Uturuki Galatasaray ambao watakuwa nyumbani jijini Istanbul kuwakaribisha mabingwa wa zamani wa Ulaya Juventus, huku AC Monaco ya huko nchini Ufaransa watakuwa pale Louis wa pili nchini Ufaransa kuwavaa mabingwa PSG. Katika michezo mingine ya leo, Borussia Dortmund watakuwa pale Signal Iduna Park nchini Ujerumani dhidi ya Atalanta kutoka Italia, wakati Benfica ya Ureno chini ya kocha Jose Mourinho watakuwa nyumbani kwao Estadio da Luz mjini Lisbon kuvana na mabingwa wa kihistoria wa Ulaya Real Madrid. Michezo yote mitatu ya mwisho itaanza majira ya saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni hatua ya kwanza ya mchujo kupata timu 8 zitakazoenda 16 bora. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa alimaarufu kama Winga Teleza kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa, tena kwa umakini wa hali ya juu. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameelekeza mchakato wa fedha shilingi bilioni 2 za watengeneza maudhui kukamilika ndani ya mwezi huu wa pili na kuanza kugawiwa mwezi Machi 2026. Ametoa agizo hilo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, akisisitiza kuwa fedha hizo zimetengwa kwa ajili yao, ikiwa na mapenzi ya dhati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kutambua mchango wao katika kujipatia kipato na ajira. Tulipanga tuwe na uwezeshwaji ambao haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Aliona watengeneza maudhui wakifanya kazi nzuri, lakini katika mazingira sio rafiki. Manake pia aligundua vitendea kazi hawana. Kwa mapenzi haya ambayo Daktari Samia nayo, na anatambua kwamba sasa hivi kwenye kipindi hiki cha karne ya 21 teknolojia ndio imechukua nafasi yake. Tuelekeza kutenga bilioni 2 ili kuhakikisha kwamba watengeneza maudhui wanapata hizo fedha zinawawezesha kutengeneza maudhui yanayowapatia kipato, na si tu kipato, yanawawezesha pia kutengeneza ajira za watu wengine. Taarifa hizo zinakusanywa kutoka kwenye mikoa yote, na wengi zaidi walijisajili kupitia kwenye njia ya mtandao. Maelekezo yangu kwenye wizara, tukamilishe huo mchakato mwezi huu, kuanzia mwezi wa 3 tarehe 1 watu waanze kuchukua fedha zao. Naam, kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira sweeper. Ni rejeshe matangazo haya kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.